Hello, mambo vipi mtazamaji wa Kemgongo TV? Kipindi hewani ni Sport K, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida. Mimi kukupeleka viwanjani si jambo geni sana. Na tuangazie michezo miwili ambayo imepigwa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara. Bana ilikuwa weekend tamu sana. Tuanzie pale Dodoma, ulishuhudiwa mchezo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club dhidi ya timu ya Tanzania Prisons. Kikanuni Tanzania Prisons walikuwa nyumbani kwa sababu walikuwa wanawaalika Simba, na Simba alikuwa away katika mchezo ambao ulishuhudiwa ukipigwa majira saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki za usiku hizo katika dimba la Jamhuri pale makao makuu Dodoma. Dakika 90 zinashuhudiwa Simba 2 lakini Tanzania Prisons 0. Yale ambayo nimeangamua kwenye mchezo huo ni haya hapa, nikusogezee. Naamini kabisa nao utakuwa na mengi ya kuchangia kwenye ukurasa wetu huu wa Kemgongo TV. Kwenye maoni hapo itakuwa ya kutosha. Naamini umeutazama mchezo huo dakika zote. Naitwa Chazi Fabian, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha sana. Dakika 90 zimeshuhudiwa. Kitu gani ambacho kimeongezeka, kitu gani ambacho kimepungua kwa Simba? Cha kwanza ambacho kimeongezeka kwa Simba ni namna ya uchezaji wao, mentality, lakini physical ambavyo wanapambana uwanjani. Ukijaribu kuangalia Simba ya dakika 90 ambazo zimeonekana jana, unaona ni Simba tofauti kabisa ambayo namna moja ama nyingine imejitoa kabisa kwenye Simba ambayo ilikuwa inafanya vibaya kwenye hatua za awali za makundi, hasa kwenye mechi zile 2 za mwanzo, hata 3 unaweza kusema 2 za mwanzo hadi 3 za mwanzo. Lakini dhahiri ukiona sasa hivi, tusifichane, tuambizane ukweli, Simba imekuwa bora sana kwa sasa. Unaweza kusema Simba kwa sasa ni lidude likubwa mno. Hii inaongeza morali, hii inaongeza utamu wa dabi ya Kariakoo kwamba match moja tunaenda kuishuhudia pale New Amani Complex Zanzibar. Vitu ambavyo nimeviona, cha kwanza ambacho nimekiona, Mwalimu Steve Barker amekuja kubadilisha Simba kwenye mfumo wake wa kucheza vizuri. Kwa sababu gani? Tumeona namna ambavyo anahakikisha wachezaji wake wanajituma. Imekuwa tofauti kabisa na kikosi ambacho kilikuwepo kipindi kile. Uzito wa kina Jean Charles Ahoua, namna ambavyo akina Budo walikuwa wanakosa ama wanapoteza nafasi za wazi, lakini baadhi ya wachezaji kutumia nafasi muhimu, wachezaji kufanya mistakes za lazima ambazo zilikuwa zinagharimu timu, akina Chamu Karabwe wakatolewa pale Simba. Lakini sasa hivi tumeona maingizo mapya. Angalia namna ambavyo utulivu uliopo sasa hivi kati ya Ismail Tule ambaye ametokea Afrika Kusini kwenye timu ya Stellenbosch. Angalia utulivu leo kunao Rushaina Dilok, anazidi kuimarika day to day, siku hadi siku, namna ambavyo siku zinazidi kuongezeka na yeye anazidi kugain confidence na kwenda kujiimarisha pale kwenye eneo la ulinzi katika kuilinda Simba iliyo salama zaidi. Lakini ukijaribu kuangalia mbavu ya kushoto, mbavu ya kulia, namna ambavyo mwalimu anazidi kuimarisha, bado anamwamini Shomari Kapombe Show the way. Kwenye mchezo wa jana, yeye alikuwa sababu ya penalty ambao Simba walipata bao kupitia kwa Rushaina Dilok, bao la mkwaju wa penalty. Dhahiri shahidi, ukatae kubali, believe or not, ni dhahiri kwamba Simba sasa imeboreshwa mno chini ya Mwalimu Barker, kwa sababu tayari kuna vitu ambavyo vimeonekana. Maingizo mapya, Clatous Chota Chama hakika ameonyesha kwamba yeye ni legend, anajua namna gani ya kucheza kwenye mechi husika. Kibabage ameongeza kitu pale, lakini sio hivyo tu. Oula vile vile ameongeza kitu pale, lakini usimsahau Libasa Gay ameongeza kitu kitamu sana kwenye kikosi cha Simba. Dhahiri ni kwamba Simba wanaenda kutengeneza timu bora sana, na ninaiona Simba ikifanya ushindani mkubwa kwenye kupambania taji la NBC, lakini kwenye kupambania taji la CRDB. Lakini kama itaendelea hivi na haitabomoa wachezaji wao wengi kwenye dirisha kubwa la usajili, pengine tuione Simba bora mno kwenye msimu unaokuja, pengine kwenye klabu bingwa barani Afrika, lakini hata kama ikidondokea kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, bado mimi kwa upande wangu naiona Simba bora sana ambayo itakuja kufanya vizuri katika misimu ijayo. Wewe unaiona wapi Simba? Mimi binafsi naiona hapo, kama mwalimu ataendelea kuaminiwa, atapewa muda kupambana, wachezaji vile vile wakaaminiwa, naiona Simba iliyo bora sana katika kipindi kijacho. Binafsi naiona hapo. Wewe unaiona wapi? Niambie kwenye maoni hapo, na mimi nakuja kuyasoma vizuri na kuyajibu vile. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.